pia vile vile serikali ya Rais William Ruto. Na mtazamaji, tunasitisha matangazo hayo kuwaletea tangazo la kuhuzunisha, ambapo Raila Amolo Odinga ameaga dunia asubuhi ya leo nchini India. Na mtazamaji, habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo hospitalini. Na muda wote kutoka sasa tutakuwa tunasubiri kupata tamko kutoka kwa familia ya marehemu Odinga na pia vile vile tamko kutoka kwa serikali ya Rais William Ruto. Na wakati wote kuanzia sasa, mtazamaji, tutakupeleka hadi eneo la Karen katika makazi yake Raila Amolo Odinga, tupate kujua mawili matatu, manake tunaarifiwa kwa hivi sasa Rais William Ruto anaelekea huko kuweza kufariji familia ya mwenda zake Raila Amolo Odinga. Na bila shaka kuna rambirambi nyingi zimeanza kumiminika kutoka sehemu tofauti na pia maripota wetu washakita kambi maeneo tofauti kuweza kuomboleza jamaa, rafiki na pia vile vile wananchi kutoa maoni yao. Kumbuka ni galacha wa siasa. Wengine wanasema kwamba wanafalsafa wa siasa sema kwamba huu ni mpingo wa kisiasa ambao umekuwa na mchango mkubwa kuanzia miaka ya 90 na miaka ya 80 hadi kufikia sasa, na kuondoka kwake kwa kweli ni pigo kubwa sana katika ramani ya kisiasa na mageuzi mbalimbali katika nchi yetu hii ya Kenya. Ama kwa hakika ni pigo kubwa, manake hata ukiona baadhi ya jumbe ambazo zinaweza kumiminika kutoka kwa baadhi ya wanasiasa, wanahisi kwamba ni pigo ambalo wao wenyewe hawajui kama wataweza kulikabili vizuri. Na bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunakupa baadhi ya wasifu wa maelezo machache ambayo yanajumuisha wasifu wake marehemu Raila Amolo Odinga, na pia vile vile tutakupeleka katika safari yake ya kisiasa, changamoto zake na hapa na pale, ili kupata taswira ya huyu ambaye tunamzungumzia hasa ni nani na ni pengo gani ambayo ameweza kuliacha katika familia yake na pia vile vile katika ulingo wa kisiasa. Kumbuka ni baba aliyekuwa na watoto 4, mmoja aliweza kuaga dunia, na kwa hivi sasa alipokuwa anapata matibabu kule India, Lulu, ni mojawapo ya hospitali ambao pia vile vile ilimpa afueni mtoto wake msichana. Na mtazamaji, kama mnavyofahamu ni kwamba ni mzaliwa wa eneo la Kisumu ambapo alizaliwa mwaka 1945 tarehe 7 mwezi Januari, na pia aliweza kuhudumu kama waziri mkuu mwaka wa 2003 hadi 2013, na pia vile vile aliweza kuhudumu kama mbunge wa eneo la Lang'ata kwa zaidi ya miaka 20. Na bila shaka safari ndefu, manake akiingia katika ubunge wakati wa chini ya mwamvuli wa Ford mwaka 1993, na alikuwa mbunge katika eneo bunge la Lang'ata. Wakati huo alikuwa ni eneo lote pana, sio hivi sasa limeweza kugawanywa kwamba kuna Lang'ata na kuna eneo bunge la Kibera. Akaweza kulihudumia eneo bunge lile mpaka mwaka 2013, ambapo sasa hivyo, na ukiangalia katika kipindi hicho chote ambacho ameweza kuwa katika ulingo wa kisiasa takriban mara 5 ametaka kwa nia, kwa azma, kwa malengo ya kuliongoza taifa la Kenya kama rais wa jamhuri hii ya Kenya. Lakini kuanzia mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017, mwaka 2022 aliwania kiti cha urais, lakini hakuweza kubahatika kuwa rais wa jamhuri hii ya Kenya. Na ndio ilikuwa ni ndoto yake, lakini unapanga yako na Mungu anapanga yake. Mtazamaji, itakumbuka kwamba Raila Amolo Odinga amekuwa ni alikuwa ni baba wa watoto wengi. Alikuwa ni baba wa watoto wa ODM, alikuwa ni baba wa watoto wa LDP, alikuwa ni baba wa watoto wa KANU, alikuwa ni baba wa watoto wa NDP, na bila kusahau FRD. Na bila shaka, na ukiangalia katika siasa, manake ni mtu ambaye alipigania mfumo wa vyama vingi, na unakuonesha tu jinsi ilikuwa kwa ina haja gani watu kuweza kuondoka katika ule utawala wa chama kimoja kuingia katika vyama vingi. Maana ukiangalia katika safari yake ya urais, chini ya chama cha NDP aliweza kuwania urais, chini ya chama cha ODM aliweza kuwania urais, katika muungano wa CORD aliwania urais wakati vyama vimekuja pamoja, NASA kadhalika akawa anapeperusha tiketi ya urais katika Azimio la Umoja ambalo ndio uchaguzi ambao uliweza kukamilika kabla ya Rais Daktari William Samoei Ruto kuweza kuchukua mikoba ya kuongoza taifa. Pia alikuwa anawania kiti cha urais. Nafikiri alionyesha dhamira kwamba hakuwa anapigania tu mfumo wa vyama vingi kwa sababu, lakini kuwa nataka yeye mwenyewe pia aliuishi ule mfumo wa vyama vingi. Kuna uhuru wa kidemokrasia, mtu kutoka chama hiki kwenda chama chingine aliweza kufanya, na nafikiri kwamba kwa siku hii ya leo atakumbukwa sana katika mageuzi kama hayo. Tuna katiba yetu ya Kenya ambayo tuliweza kuweza kuidhinisha rasmi mwaka 2010. Uweze kuizungumzia katiba ya Kenya na ukalibana jina la marehemu Raila Amolo Odinga. Uweza kuzungumza siasa za Kenya na ukalibana pia vile jina la Raila Amolo Odinga. Uweze kuingia katika ramani ya
Afrika Mashariki, maana katika masuala ya miundo msingi na maendeleo alikuweko kule katika kuwakilisha Kenya katika ramani ya Kiafrika. Na ni juzi tu pia vile vile ndoto yake alikuwa anataka kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, lakini pia vile vile ndoto ile haikuweza kutimia, lakini alionyesha ni jinsi gani kwamba ana uungwaji mkubwa sana na una ushawishi mkubwa sio tu nchini Kenya, pia vile vile katika bara la Afrika na nchi zingine duniani. Na Rashid, pia ukiangalia kwamba utaona kwamba ni mtu ambaye hakuwa mbinafsi. Mara kwa mara tumemwona kwamba ameweza kupigania, ametaka kuwa rais. Wakati mwingine kuna tetesi kwamba kulikuwa na filfinyange, lakini utakuta kwamba anaweka taifa mbele. Anasema taifa, acha tuweke taifa mbele, manake taifa ni kubwa kushinda jina langu. So wakati mwingine unakuta kwamba anaacha yote, anakubaliana kwamba tukae katika meza, tukubaliane mimi na wewe, taifa lisonge mbele. Na bila shaka kuna wengine pia wamekuwa wakiwa wakitofautiana kauli yao kinzana na falsafa yake, kwamba pia labda pengine hulka ile ya kuingia, kuna wengine wanasema kwamba alikuwa kwa inaharibu hadhi ambayo anaishikilia, lakini upande wake anasema kwamba hii ndio hali ilivyo. Na mfano wako ni mzuri, unaweza kushibana na ghasia zokuwepo baada ya uchaguzi mwaka 2007 mwaka 2008, zikatulazimisha tukatengeza serikali ya muungano, wakati ule ikipewa lakabu ya serikali ya nusu mkate kama unavyokumbuka, ambapo hapo ilimpa nafasi ya kuweza kuwa waziri mkuu ambaye alihudumu kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2013. Kwa hiyo leo anatamkwa pia aliyekuwa waziri mkuu. Mtazamaji, taarifa ni hiyo kwamba Raila Amolo Odinga ameaga dunia asubuhi ya leo Kochi kule India, ambapo alikuwa akitembea katika maeneo ya Aruverdik, ambapo alipata mshtuko wa moyo wa ghafla na baadaye akaweza kupelekwa katika hospitali ya Kota Tuklam ili aweze kupata kuokolewa, lakini madaktari walijaribu kadri yawezavyo, lakini Mungu alikuwa ashapanga yake. Na mkiangalia ni taarifa ambayo kidogo haikinzani na familia, kwamba waliweza kusema kwamba alikuwa anahisi vibaya, lakini kidogo alikuwa amepata nafuu, lakini leo katika ile hali ya kufanya mazoezi ndiposa akaweza kupata mshtuko wa moyo mwendo wa saa 3:52. Na bila shaka na ni taarifa hizo ambazo familia tatueleza, maana kumbuka ni juzi tu ambapo kaka yake Oburu Odinga alieleza akalipata taarifa ya kwamba uko nchini India, na pia vile vile ukiangalia hapo juzi mwenyekiti pia vile vile wa Royal Media Services alisema kwamba anaendelea vizuri. Watu kwa wanajua kwamba anaendelea kupata matibabu, lakini katika siku ile akiwa katika matembezi, moja wapo ya maagizo ya madaktari kwa mujibu wa taarifa ambazo kuzipokea, ndo akapata mshtuko wa moyo, ameanguka, akakimbizwa hospitalini, lakini akapoteza maisha yake. Na Rashid, huwezi kumtaja mwenda zake Raila Amolo Odinga bila kutaja eneo la Kibra. Naam, na ukiangalia eneo la Kibra pana, kwa sababu tunaangalia eneo la Kibra lilohudumu, lakini pia tunaangalia mahali elimu yake ilipoanzia. Na nafikiri pia Seth Olale kwa hivi sasa yupo katika eneo ambapo alianzia masomo yake, na eneo ambalo pia ndio alianza safari yake ya siasa kama mbunge mwaka wa 1993. Tuweze kupata nafasi ya kuzungumza naye moja kwa moja kutoka maeneo yake. Seth, wakazi wa Kibra wamepokeleaje taarifa hii? Naam, wamepokea habari hii kwa huzuni na majonzi. Hivi sasa tuko katika shule ya Raila Education Center katika eneo bunge la Kibra. Kumbuka kwamba ni eneo ambalo hapo awali ilikuwa mojawapo ya eneo bunge la Lang'ata, na ambapo mwenda zake marehemu Raila Amolo Odinga aliwahi kuwa kiongozi, aliwahi kuwa mbunge kwa zaidi ya miaka 20. Lakini hivi sasa shughuli katika eneo hili ama katika chuo hiki ama shule hii ya Raila Education Center, shughuli ya masomo hivi sasa imesitishwa na wanafunzi wako nje wanazungumza kwenye makundi madogo madogo. Hivi sasa tunapozungumza ni kwamba mwalimu mkuu wa shule ya Raila Education Center hivi sasa anafanya mkutano maalum, mkutano wa dharura na walimu wengine. Zaidi ya walimu 40 katika shule hii ya Raila Education Center. Cha muhimu ni kwamba ni shule hii Raila Education Center mwenda zake marehemu Raila Amolo Odinga alianzisha akiwa mbunge. Wakati huo ilikuwa ni eneo bunge la Lang'ata katika eneo ama mtaa wa Kibra, na hivi sasa ni kwamba
shughuli ya masomo hapa imesitizwa, lakini vile vile mtazamaji, nataka tu kukuarifu yale ambayo yalikuwa yameratibiwa. Jumba hili ambalo liko katika upande wangu wa kulia, na nitaweza tu kumuuliza tu mwenzangu Hebro na aweze kuwaonesha mtazamaji, jumba hili ni jipya, na jumba hili lilifaa kufunguliwa rasmi na aliyekuwa waziri mkuu mwenda zake Raila Amolo Odinga. Hivi sasa matayarisho yalikuwa yanaendelea. Fundi kutoka upande mbalimbali katika mtaa wa Kibra tayari walikuwa wameshamiminika ili kuweza tu kukamilisha ujenzi wa jengo hili, maana kwa sababu aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga alifaa kufungua rasmi jumba hili katika shule ambayo alianzisha, shule ya Raila Education Center. Kulingana na ratiba, jengo hili lilifaa lifunguliwe wiki ijayo, na kwamba mgeni mheshimiwa ama aliyetarajiwa kuwa mgeni mkuu kwenye sherehe hiyo maalum alikuwa si mwingine bali ni marehemu Raila Amolo Odinga. Basi ni huzuni na majonzi yametanda katika shule ya Raila Education Center, shule ambayo mwenda zake alikuwa na matumaini kwamba ingeweza kuboresha hasa wakazi kutoka eneo la Kibra ama wakati huo kutoka eneo bunge la Lang'ata, lakini hata kuwepo kwenye uzinduzi rasmi wa jengo hili. Hata hivyo, kulingana na walimu, kulingana na wanafunzi ambao tumezungumza nao, wanasema kwamba matumaini ama chanzo cha Raila Amolo Odinga kuanza shule hii kitaendelea, na kwamba hawatakata tamaa na hawatasitisha matumaini ama lengo la aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga kuanza shule ya Raila Education Center. Na kutoka hapa mtazamaji, tutakuwa tunaelekea tu katika maeneo mengine hapa katika mtaa wa Kibra, ambapo mwenda zake alikuwa kiongozi na vile vile alikuwa alikuwa mfadhili wa masuala mbalimbali, masuala ya elimu, kama nilivyokueleza kwamba shule ya Raila Education Center ni mojawapo tu ya shule mbalimbali ama institutions mbalimbali ambazo Raila Amolo Odinga aliweza kuzindua kabla tu ya kufariki kwake. Hivi sasa tunamsubiri tu mwalimu mkuu wa shule ya Raila Education Center aweze kuja kuzungumza nasi, manake kama nilivyokuelezea mtazamaji ni kwamba yuko kwenye mkutano wa dharura, mkutano ambao haukutarajiwa baada tu ya runinga ya Citizen kuvunja habari na kuzungumza. Lakini hivi sasa nataka tu ni muite mwenzangu mwanahabari Eric Owenga, lakini Eric Owenga si mwanahabari pekee. Eric Owenga alisoma katika shule hii ya Raila Education Center wakati ilipoanzishwa na marehemu Raila Amolo Odinga. Hivi sasa ni mwanahabari katika Radio Citizen na vile vile katika runinga ya Ramogi. Lakini Eric Owenga, uliwahi kuwa mwanafunzi, na hivi sasa tunaona kwamba wanafunzi wengi wako nje na wameshikwa tu na majonzi na wanahuzunika kulingana na taarifa ambayo wameweza kupata kuhusiana na kifo cha Raila Amolo Odinga. Lakini kama mwanafunzi, hebu tueleze, kama wengi utasimama tu hapa, nitueleze uliwahi soma katika shule hii, na ulinielezea hapo awali ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga alikufadhili masomo yako yote, haukulipa karo yoyote. Hebu tueleze cha muhimu katika shule hii iliyoanzishwa na Raila ni kipi? Kwangu kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga ni kama tu pigo, na ukweli ni kwamba mimi nilifadhiliwa na kusaidiwa na Raila Amolo Odinga baada ya kupoteza babangu mwaka 2006. Kisha hapo ndipo kupitia wakfu wake akasema kwamba wanafunzi wote ambao walikuwa werevu na wako na uwezo wa kulipa karo ama kusoma atagharamia, na mimi nilikuwa mmoja wao. Na niseme tu ni kwamba baada ya kupata taarifa kama hizi leo asubuhi,
nilishindwa hata jinsi nilipokea habari hizo, kwa sababu nakumbuka vizuri Raila mwenyewe, kando na kuwa mwanasiasa, wakati wote alipokuwa ameniona alikuwa ananiita kama kijana yangu, na